Sio kila mwanamke mwenye changamoto ya hormone imbalance lazima akiingia hedhi apate hedhi yenye mabonge, bali wanawake wachache ambao wanapata hedhi ya mabonge, lakini wengi wao wanajikuta hawapati hedhi kwa wakati, anavuka miezi 2-3 ndipo anakuja kupata hedhi yake. Lakini tunasema hivi, mwanamke ambaye changamoto yake ya hormone imbalance imeshasababisha aanze kupata changamoto ya uvimbe, kwa maana kwamba uvimbe umeanza kuota katika mfumo wake wa uzazi, ndiye anayepata hedhi ya mabonge, lakini pia akiingia period anapata hedhi nyingi kupita kiasi. Kwa hiyo usikalili kwamba kila mmoja lazima atapata hedhi nyingi, kwa sababu kuna wengine ambao anajikuta hapati hedhi hata miezi 4 ndipo anakuja kupata hedhi, lakini pia akija kupata hedhi inatoka kidogo. Basi endapo wewe ni miongoni mwa wale wanawake ambao wamekuwa wakipata hedhi isiyoeleweka, na wakati mwingine wakipata hedhi inakuja siku moja na kupotea, anamaliza hata miezi 2-3, basi tambua kuwa na wewe ni miongoni mwa wale wenye changamoto ya hormone imbalance, na sio tu usubiri ukipata hedhi nyingi ndio utagundua una changamoto hiyo. Fuatilia akaunti hii, utajifunza mengi zaidi kuhusu afya ya uzazi wa mwanamke, lakini usisahau kulike na kushare na wanawake wengine ili na wao wajifunze.